kile kiwango kikubwa. Wakati huo anafahamu kwamba bado kuna Hamza ambaye naye alikuwa anacheza kwenye ile timu na akipona na hiyo possibility ya kucheza. Kwa hiyo nini kinatokea? Timu kubwa ambayo ina sifa ya kwenda kuchukua ubingwa lazima iwe na squad ambayo ina wachezaji ambao wana quality. Yaani leo Nangu hayupo lakini Shamua anacheza na ana perform. Kwa hiyo Kodos kwa Nangu leo amecheza kwa ile energy kubwa na spirit ya watu kuamini kwamba kwenye ile taifa letu ni issue scouting tu inazidi kuleta picha kubwa. Sababu Nangu alikuwa anaamini kwamba ni mchezaji wa JKT. Sawa? Lakini JKT walimscout huyo mtu kutoka kwenye hii ligi yetu na leo hii ametoa TMA ligi ya Champions. Unanielewa? Kwa kumbe inawezekana kuna wachezaji wengi sana wazuri huko ambao wakipata platform wanaweza kuja kushow up na wakaonyesha kitu kikubwa. Kwa hiyo leo hakuna kosa la moja kwa moja ambalo unaweza kusema kwamba ile pacha ile nyuma ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo wameperform vizuri na naamini kama mimi ni mwalimu na kama nasema huyu kwa hii performance next game pia nampanga. Yakub Suleiman anaweza akaa ndo amefika pale akakaa moja kwa moja ujue. Na faida ambayo wameipata unajua nini Mkoma? Kocha mpya ndo amefika. Kwa hiyo kocha mpya amefika, alafu goalkeeper ambaye ameanza mara nyingi ni huyu Yakub. Lakini unajua huko kocha mpya hajamkuta Yakub mazoezi. Hajamkuta. Alikuwa national team. Alikuwa national team na amefika kwenye game yake ya mwanzo pia kwa sababu hata pia kwenye national team pia alimwangalia. Maana yake kama ni goalkeeper wako na anacheza kwenye national team, nilikuwa naamini pia alikuwa anaangalia wachezaji ambao wapo kwenye national team. Lazima ajue kwamba wachezaji wangu hao namna gani na sijapata time ya kukaa nao. Kwa hiyo hao watu wakitoka wanatakiwa kuja kwenye majukumu ya club. Leo performance yake ilikuwa ni fantastic. Kitu ambacho kinaongezeka kwa Yakub ni ile hali ya kujiamini. Anazidi kujiamini kila siku na kuizoea Simba kuona kama nilifanya vizuri nikiwa na JKT natakiwa tu kuendelea kuamini kwamba niko Simba na natakiwa kufanya zaidi ya kile ambacho nilikuwa nakifanya jana. Asitaki kuwaza kwamba kuna kamera. Akitaka kufanya kama kamera ataharibu zaidi. Yeye anatakiwa kubaki kama Yakubu na day after day watu wanaendelea kuona. Hakuna mtu sasa hivi anaweza kukaa akasema Kamara mbona hajacheza leo alafu pale. Yaani hakuna ile mashaka. Yaani watu wanaamini tu baridi. Kamara anacheza Yakubu anacheza pale na anaweza akafanya kazi nzuri na kwenye mechi zote ambazo ameaminiwa ameperform kwa kiwango kikubwa. Yaani kama kocha anasema sawa goalkeeper umeniambia namba 2 mbona anawasha moto hivi. Kwa hiyo unaweza kawa unamwamini tu kwenye mechi zinazokuja lakini akafanya vizuri. Kwenye issue yake ya footwork ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kucheza kwa kutumia miguu. Kuna wachezaji wengi sasa hivi ambao wanacheza kwenye ile eneo. Mwisho siku mwalimu unaweza kaamua tu kwamba huyu jamaa utulivu wake ni mkubwa akiwa golini. Sihitaji mara nyingi kuanzisha mashambulizi kutoka kwenye goli lake. Ni either unapiga pasi moja kwenda kwa Rushain Deruk ambaye ana uwezo wa kuprogress mali. Yaani yeye ana uwezo wa kuskani akajua huo mpira ni upeleke wapi. Kwa hiyo kama golikipa wangu anafanya kazi nzuri kwa maana ya kunilindia pale, wakati mwingine sitaki moja kwa moja ya ufike kwenye mashambulizi. Yakub ukipata mpira angalia pembeni. Kama nimekupanga na Nangu, maana yake Nangu pia naye ni progressa nzuri. Mpe mali atajua wapi kwa kuipeleka au mpe Rushain ana zile pasi moja anapigaga zile ni hatari. Unaelewa? Kwa hiyo bado yuko simu salama na anaweza kucheza kwenye ile eneo. Sawa, hapo umenikumbusha pia kauli ya mwalimu Florent Ibenge ambaye alisema juzi, alisema mchezaji wa national team mara zote anatakiwa awe ni mwepesi kujifunza na awe anatoa kitu cha ziada. Alisema kabla ya mechi yao ya KMKM, aliulizwa swali pale nilikuwepo, je, wachezaji ambao walikuwa national team kwake wameathiri vipi? Alisema kweli wamemwathiri kwenye kuandaa timu yake, lakini anaamini hao wachezaji ambao wako national team au wachezaji wa kimataifa, yani wao wanajua kabisa kwamba wanatakiwa wajifunze haraka kwa muda mchache, lakini pia wanatakiwa kutoa cha ziada. Na jana nikaona kwenye wachezaji wa Taifa Stars ambao walikuwa national team, ameanza na wachezaji 5 karibia nusu ya timu yake. Maki ameanza na Lusajo, ameanza na Pascal Msindo, Faisal, Yahya Zaid, akaanza na mwingine nani, Abdul Sop. Au wachezaji ambao 5 walikuwa national team, wamechelewa kujiunga na wenzao ambao walipata muda mrefu kana mwalimu wakati wao hawapo, lakini bado wamekuja kwenye timu na wamecheza. Nakumbuka hao wachezaji pia walikosekana wakati wa pre-season. Ni wachezaji ambao wakati wa pre-season ilikuwa kuna mashindano yanaendelea, mashindano ya CHAN, na wamekuja kwenye timu moja kwa moja, wameingia kwenye timu na ndio wameingia kwenye timu ya first 11 ya Ibenge. Kwa hiyo amesema mchezaji wa national team anatakiwa kutoa kitu cha ziada, lakini pia sifa ya mchezaji wa national team anatakiwa kujifunza kwa haraka kwa muda mchache, kwa sababu anakaa na mwalimu wake wa klabu kwa muda mchache, anamuelekeza game plan ya mechi hii ni hii.
Kwa sababu yeye ni mchezaji wa kimataifa, mchezaji international, mchezaji wa national team, atakiwa ajifunze haraka kwamba akija siku mbili hizo zitoshe kumuelewa mwalimu anataka nini kwenye mechi inayofuata. Okay, Mkomwa. Leo hii wewe ni producer. Tukikutoa hapo tukakupeleka radio nyingine, tukakwambia uproduce kipindi. Utapata changamoto? Siwezi, kwa sababu ya hiyo level ambayo umefikia. Kwa hiyo issue ni kwamba kinachobadilika ni maelekezo tu. Wachezaji ni wale wale na mpira ni ule ule, Mkomwa. Yaani let's say kwenye club tunacheza 4-3-3. Nahitaji mawinga wangu wao wanaingia ndani, pengine wao wana invert inside ili kuongeza idadi ya watu. Tukifika kwenye national team, kutokana na kikosi ambacho kilichopo, pengine tunamwambia no guys, tutacheza 4-4-2. Sawa? Maana yake wewe ni kama ni mchezaji unatakiwa kuwa dynamic, unahitajika kuwa mtu ambaye unabadilika, na kitu ambacho mwalimu amekuwa akizungumza kwamba unapokuwa national team material wewe ni top player. Yaani wewe ni mchezaji ambaye hatutakiwa kukuelekeza maelezo. Unanielewa? Utakuwepo kwenye jukumu la timu ya taifa, unakutana na wachezaji tofauti, lakini wewe unatakiwa kujua basic yako ni nini. Unaelewa? Kwa sababu ukifika pale unapewa maelezo kutokana na approach ya mechi. Kwa hiyo uwezo wako mkubwa wa kuelewa mpira ndio utakusaidia kucheza kwenye hao maeneo, na ndio maana unaona hawa wachezaji huwa hawapati shida. Kwa hiyo namuelewa Ibenge kama kocha, lakini pia namuelewa kazungumza kimpira kwamba ukishakuwa top player hauitakiwi kubabaika kwenye mbinu. Kinachobadilika ni approach ambazo ni mbinu pia. Ukienda huko nakutana na Hemed Morocco anakwambia no, wewe unahitaji wewe unavuka mstari wa katikati. Ukienda kwenye club nakutana na Ibenge anakwambia no, nahitaji wewe una overlap zaidi. Timu ikiwa haina mpira una track back. Kwa hiyo yuko sahihi, na umeona kila ambacho anakifanya kwenye national team hakibadilishi kile ambacho anaenda kukifanya kwenye club level. Kwa hiyo ni hiyo level ya watu kufikia huko. Ukishafika kwenye hiyo level unaenda kucheza popote pale mpira, na product yako watu wataiona end product.